Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo Jumamosi katika juma la 33 la mwaka C wa kanisa. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Ufunuo sura ya 11 aya ya 4 hadi aya ya 12. Na somo la Injili litatoka katika Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 20 aya 27 hadi aya ya 40. Karibuni tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Luka sura ya 20 aya 27 hadi aya ya 40. Baadhi ya Masadukayo, wale wasemayo kwamba hakuna ufufuo, walimwendea Yesu wakamuuliza wakisema, "Mwalimu, Musa alituandikia ya kuwa mtu akifiwa na ndugu yake mwenye mke lakini hana mtoto, na amtwae huyu mke ampatie ndugu yake mzao." Basi kulikuwa na ndugu 7. Wa kwanza alioa mke akafa hana mtoto, na wa pili akamtoa yule mke akafa hana mtoto. Hata watatu wakamuoa, na kadhalika wote 7 wakafa wasiache watoto. Mwisho akafa yule mke naye. Basi katika ufufuo atakuwa mke wa nani? Maana aliolewa na wote 7. Yesu akawaambia, "Wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa, lakini wale wahesabio kuwa wamestahili kuupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu, hawaoi wala hawaolewi wala hawawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Lakini ya kuwa wafu hufufuliwa, hata na Musa alionyesha katika sura ya kijiti, hapo alipomtaja Bwana kuwa ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Naye si Mungu wa wafu, bali wa walio hai, kwa kuwa wote huishi kwake." Waandishi wengine wakajibu wakamwambia, "Mwalimu, umesema vema." Wala hawakuthubutu kumuuliza neno baada ya hayo. Neno la Bwana. Masomo yanatufundisha juu ya tumaini la ufufuko na maisha baada ya maisha ya hapa duniani. Somo la kwanza linaelezea habari ya mnyama anayetoka kuzimu na kuwaua watumishi wawili wa Mungu, ambapo mnyama huyo ni mfano wa Kaisari Nero, ndiye mpinga Kristo. Mji mkuu unaotajwa ni Babeli, ambapo katika Ufunuo Babeli ni mfano wa Rumi.
Rumi inaitwa Sodoma kwa sababu imejaa dhambi za uzinifu. Inaitwa pia Misri kwa ajili ya madhulumu yake kwa Wakristo, kama walivyofanya zamani wa Misri kwa Waisraeli. Ni dhahiri kwamba watumishi hawa waliuawa kwa sababu ya kukataza dhambi za uzinifu na madhulumu dhidi ya Wakristo yaliyokuwapo kwa wakati huo. Tunaendelea kusikia katika somo letu kwamba baada ya siku 3.5 hao manabii wawili walipokea roho ya uhai itokayo kwa Mungu, ikawaingia, wakasimama kwa miguu yao na kusikia sauti kuu kutoka mbinguni ikiwaambia, pandeni hata huku. Hapa kinachooneshwa ni kwamba kwetu ni kuwa na uthabiti wa imani na kuyaishi mapokeo yake yote kiaminifu dhidi ya vitisho vya nguvu au vishawishi laini, tukiwa na tumaini la ufufuko na maisha baada ya maisha ya hapa duniani. Somo la Injili kutoka kwa mwinjili Luka, kupitia mjadala kati ya Yesu na Masadukayo, ndipo tunapopata fundisho letu kuwa baada ya kifo kuna maisha na uzima wa milele. Neno Masadukayo linatokana na jina la kuhani mkuu aliyejulikana kama Sadok nyakati za mfalme Solomoni. Moja ya itikadi yao ni kutokuamini katika ufufuko wa wafu. Hao walipokea vitabu tu 5 vya Musa kama Biblia. Pia walikataa uwepo wa malaika na hawakuamini juu ya ufufuko na maisha baada ya kifo. Hawa haikuwa rahisi kupokea imani iliyoletwa na manabii, hata Yesu mwenyewe. Kwa kumsikia Yesu akifundisha juu ya ufufuko na maisha baada ya kifo, wanamfuata Yesu na kumuuliza, huo ufufuko unaofundisha utakuwaje, na mtu ataendeleaje kuishi iwapo hata ameacha uzao duniani? Yesu anawafundisha akiwaonesha kuwa maisha baada ya kifo si mwendelezo wa vipengele vya maisha ya hapa duniani. Anasema, wana wa ulimwengu huu huona kuolewa, lakini wale wahesabio kuwa wamestahili kuupata ulimwengu ule na kule kufufuliwa katika wafu, hawaowi wala hawaolewi. Hayo ni maisha ya utukufu, na ndiyo maana anasema watakuwa sawasawa na malaika. Aidha, Yesu anawaonesha kuwa Mungu mwenyewe alikwisha jifunua kuwa ni Mungu wa walio hai pale alipojitambulisha kwa nabii Musa kuwa ni Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Yakobo. Naye si Mungu wa wafu bali wa walio hai, kwa kuwa wote huishi kwake. Ufufuko ni pale ambapo Mungu kwa uweza wake mkuu atairudishia kwa hakika miili yetu uzima usioharibika kwa kiunganisha na roho zetu kwa nguvu wa ufufuko wa Yesu. Namna ya ufufuko itakuwa ni namna ile ile ya ufufuko wa Kristo. Alifufuka na mwili wake, lakini hakurudia uzima wa kidunia. Kumbe wote tutafufuka pamoja na miili yetu tulio nayo sasa, lakini mwili huo utageuzwa katika mwili wa utukufu, mwili wa kiroho. Na hii yawezekana hata baadhi yetu katika ulimwengu mambo leo hatuamini kabisa, au tuna picha ya maisha baada ya kifo isiyo sahihi. Nikiri ni changamoto kuelewa fumbo hili, kama vile mtoto akiwa tumboni mwa mama bado hawezi kupata picha kamili na sahihi ya ulimwengu unaomsubiri baada ya kuzaliwa. Ndivyo nasi inavyokuwa vigumu leo kupata picha kamili ya maisha baada ya ufufuko. Ni fumbo, kwa kuwa akili zetu na namna zetu za kujua au kupata maarifa tungali katika hali yetu ya sasa haiwezi kuelewa wala kufikia ukweli wa maisha baada ya ufufuko. Ila kwa imani itoshe kusema kuwa maisha ya kuunganika na Mungu ni maisha tofauti na maisha ya sasa. Tafakari hii inatuonyesha kuwa maisha yetu kama mwanadamu yana lengo, na lengo hilo ni kurudi kuungana na Mungu. Tofauti kabisa na viumbe wengine, maisha ya binadamu hayapotei baada ya maisha ya ulimwenguni. Mwishowe ni uinguni.
kama tunavyokumbushwa katika jibu la swali la kwa nini Mungu ametuumba. Mungu ametuumba ili tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho turudi kwake mbinguni. Huu ni mwaliko sasa wa kuishi maisha yetu ya hapa duniani katika namna itakayotuwezesha kulifikia lengo hilo. Tumsifu Yesu Kristo.